إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أدخل بها كبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيا أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وعظمة سليمان وإقدام داود وبواسط يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وعظمة جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. إلهي زادي قليل ما أراه مبلغي. علي زادي أبقي أملت لمسافتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى. أين رجائي فيك وأين محبتي. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة رسول الله واعلموا أن الفوز مع المتقين. ومن لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا. Ndugu Waislamu, nichukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mukaddima alioanza punde, kibarul ulama wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema nabiyan ataahu Allahu shajaata Musa. Mtume huyu ni mtume ambaye zile nguvu alizokuwa nazo Nabii Allah Musa alipewa. Nabii Musa alikuwa na nguvu nyingi mpaka mtume alikuwa akimwita rajulun murabba'u, baba wa miraba minne. Alishawahi kubeba jiwe litakalobebwa na watu 10, na kwa nguvu zake alishawahi kumpiga mtu dharba wahida. Fawaqazahu Musa faqadha alayhi mayita, ngumi moja tu kaua mtu. Ina maana kiguzo kimoja cha ngumi cha Nabii Allah Musa ilikuwa ni sawa bisawia na ngumi za watu 10. Nguvu hizi alikuwa nazo Mtume Muhammad. Katika vita vya Handaq, sahaba walishindwa kulivunja jiwe, akasema ana nazilun, mimi ndio wake, niwachieni mimi. Akakamata shoka, akapiga shoka moja tu, jiwe likapasuka vipande vipande na kutoa moto. Akasema tushaifungua Kisra, tushaifungua Sham. Wa shafaqata Harun, na zile huruma na upole wa Nabii Allah Harun pia akapewa. Nabii Harun alikuwa mpole, na ndio maana watu wake walikuwa wakimpenda sana kuliko wakimpenda Nabii Musa, kwa sababu hata ile tablighi yake kana yuqabiluhum bilhilmi,
alikuwa akipeleka kwa upole na busara nyingi sana, hakuwa na tashaddudi kama Nabii Musa, na huruma hizi alikuwa nazo au upole huu alikuwa nao Mtume Muhammad. Wa adhmata Suleimana, hata ile adhama utajiri wa Nabii Suleiman Mtume alipewa, lakini adhama ya bwana Mtume si pesa. Warawadatuhu aljibalu an takuna laka dhahaban, unaonaje hii milima, Allahumma hawilha ila dhahabin. Kilimanjaro, Mount Meru, Vasco da Gama na majabali yote dunia nzima tuyafanye yawe dhahabu kwa ajili yako, unasemaje? Lakini akasema uridu an nakuna nabiyyan najuu yawman fa adhkurullah wa ashba'u yawman fa ashkurullah. Mimi nitaka niwe mtume tu, leo nakaa na njaa nipate kumkumbuka Mwenyezi Mungu, siku nyingine nile nipate kumshukuru. Sehemu nyingine nasema khayyarani Allahu an nakuna malikan wa nabiyya, nilikhiarishwa nikaambiwa chagua ihda amrain, uwe mfalme na uwe na mtume ndani yake, au uwe mtume tu na mtu wa kawaida. Asema mimi nikachagua an akuna abedan wa nabiyya, niwe mtu wa kawaida tu, ni sayyidil mutawadhi'in, lakini na utume ndani yake. Wa iqdama Daud, hata ule ushujaa wa Nabii Allah Daud mtume alipewa. Mtume alikuwa shujaa mno, kana yataqaddamu aljaish, ukitokea vita si kwamba alikuwa anafichwa, labda yeye ndo alikuwa mstari wa mbele. Sayyidina Ali anasema radhiallahu ta'ala anhu, fa idha laqiya qaumu qauma washtadda alba'su iltaqaina bi rasulillah, ilikuwa watu makundi yakielekeana face to face, uso kwa uso, ndo mishare inaruka pale, hakuna mswalie mtume tena pale. Basi anasema sote sisi tulikuwa tunajificha nyuma ya mgongo wa mtume. Yani mtume alikuwa anakwepa mishare inaomlenga yeye na anakwepa mishare ya wengine, na tunasalimika kwa ajili yake. Alikuwa komando mkubwa bwana mtume. Tena anasema wallahi ma raaina ashja'u nasu minhu, tunaapa hatujawahi kumwona shujaa wa watu kama Mtume Muhammad. Kwa hiyo nabiyan atahu Allahu shajaata Musa wa shafaqata Harun wa azmata Suleimana wa iqdama Daud wa bawasata Yahya wa rahmata Isa wa sabra Ayyuba balagha al-ula bikamali kashafa duja bijamalihi wa azmati jamii khisalihi sallu alayhi wa alihi. Waislamu, Uislamu ni neema, lakini ukamilifu mno wa neema ni sisi kuletewa Mtume Muhammad. Na Mwenyezi Mungu ashawahi kusema ndani ya Qur'an, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Laqad manna Allah, lamul qasam watawkid, qadi ya tahqiqi. Hivi ni vitendo kutoka mbinguni, ni viapo hivi. Mwenyezi Mungu anaapa, inna Allaha la yuqsim illa bi'adhaimil umur innal adhaima kufuha al-udhama. Akiongea Mwenyezi Mungu pahala hana haja ya kuapa. Mimi na wewe na yule ndio tuna haja ya kuapizana, kwa sababu tunaweza tukatilia na mashaka katika tunayosema. Hebu niapie Mungu kidogo, lakini Mwenyezi Mungu akiapa haina haja ya kuapa, lianna Allah idha qal sadaqa, kwa sababu Mwenyezi Mungu akisema amesema ukweli. Mtume asema inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Mazungumzo ya kweli ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nini akizungumza anaanza kusema wallahi wa billahi wa tallahi?
liwakida almas'ala, ataka kutitilia msisitizo tu kwamba jambo linalozungumzwa ni jambo kubwa. Na basi akiapa hapi na vitu vidogo, asema innal adhaima kufuha al-udhama, msemo wa Kiarabu, mambo makubwa. Yeye anaapa na mambo makubwa kwa sababu yeye ni mkubwa, na mambo makubwa kiboko yake ni wakubwa. Anachowapia hapa, laqad manna Allahu ala almu'minin, ametoa neema kubwa kwa waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pindi alipowatumia mtume atokamanao na nafsi zao. Yani sisi tupo katika neema kubwa sana, isipokuwa ndio hivyo, la tu'rafu ni'matun illa bizawadiha, watu hawaijui neema wakaishukuru wakaitumia mpaka iwatoke. Tumechelewa sana sisi kumjua mtume Muhammad. Nitumie maneno ya ulama bulagha wa fusaha, a'iruni adhanan wa'iyatan wa quluban khashi'atan, niazimeni masikio sikivu na nyoyo zingativu. Hotuba yetu ya leo unwani yake inasema maisha pamoja na mtume Muhammad, au jitajirishe kupitia mtume Muhammad. Yani bimaana ni neema, na ukitaka awe ni neema kwako, kwanza ni mwongozo, ni huda. Ana mwenyewe sema ana rahmatun muhdatun, mimi ni rehma nimetolewa kwenu bure. Lakini mbali ya yote, ukiwa makini katika haya nitakayokueleza, utabadilisha maisha yako ndugu yangu Muislamu. Na Mwenyezi Mungu tabaan hajatuumba tuwe na maisha magumu, maisha ya dhiki. Ndio maana akatuletea mtume, kwa sababu haya maisha ya dhiki haya yanatusababisha kuishindwa dini. Ndio maana ndani ya Qur'an sijaona labda nyie hata sehemu moja Mwenyezi Mungu katuahidi maisha ya ufukara, isipokuwa yeye ya'idukum al-maghfira wa rahma, anakupromisini msamaha na rahma, na rahma yenyewe ni mtume Muhammad pia. Lakini inna shaitana, lakini shetani ya'idukum al-faqra wal fahsha, promisi yake anakuwekea mbele pazia la ufukara na machafu. Kwa hiyo ahadi ya Ibilisi ni watu wafirisike, na ukimfuata utaumia. Lakini ahadi yake Allah ni watu kuneemeka. Kwa hiyo kila chenye neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusukumia kwacho. Kwa hiyo niazime masikio yako ni kuoneshe jinsi unaweza ukamtumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabwana, tukizungumza katika mimbari kama hizi kumpa status bwana mtume Muhammad, kumsifia bwana mtume Muhammad, kumuadhimisha, kumtukuza, na wala hatukosei, kwa sababu hii ni system yake ya Allah. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya', Mwenyezi Mungu ana tabia ya kutukuza vitu juu ya vitu. Miti hii itakuwa bora kuliko miti ile, miji hii itakuwa bora kuliko miji ile, watu hao watakuwa bora. Ndio ilivyo, hata miji imefadhilishwa na watu pia wamefadhilishwa. Kuna watu bora kuliko watu wengine, na hawa ni mitume alayhi salatu wassalam. Daraja zao ziko juu, hatufanani na wao, lakini hata hao mitume wenyewe wanazidiana. Sunnati tafadhul, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Hata hao mitume wao kwa wao wanapitana daraja yao, na mbora wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubora wake ameyapita wenzie mambo mengi. Nitaje ubora wake afu nikwambie leo vipi tumtumie tupate faida. Alikuja Sayyidina Jibril, hadithi aliyoelezea Baihaqi, na hadithi hii ni hadithi marfu'un, imetoka kwa Sayyida Aisha. Sayyida Aisha anasema qala li an-nabi, qala li Jibril alayhi salatu wassalam, anasema mama Aisha, mtume kaniambia. Mtume naye kaambiwa na Jibril, qallabtu sharqaha wa gharbaha, nimeenda mashariki ya dunia nikapita na magharibi yake,
walam ara rajulan afdalan min Muhammadin, sijawahi ona mimi Jibril kiumbe mtukufu kama mtume Muhammad. Haya maneno ya Sayyidina Jibril na maneno ya mtume akasema, ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah. Jamani, msinichukulie wa kawaida, mimi ni mtukufu mno kupitia watu wa mwanzo mpaka wa mwisho kwa Allah. Mtume ndio mushrifu wa dunia nzima. Ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah, mtukufu mtume. Angalia hata katika ile silsila ya Jibril, unajua katika malaika Jibril yeye ni rais wao na ana heshima. Itoshe tu malaika walivyo, wakipata bahati ya kuwa karibu na Jibril wanapata status, wanapata heshima kwa sababu kiumbe mkubwa. Jibril ameitwa Jibrail kwa sababu ya nguvu, ana nguvu mno kuliko malaika wote. Allah anasema dhi quwwatin inda dhil arshi makin, alafu sifa yake muta'in thumma amin, mtiifu afu mwaminifu, hana khiana. Kwa utukufu wake chini ya arshi ya Allah ndo maskani yake. Mbawa zake zimetaamal na rangi ya kijani, rangi ya peponi, ni mzuri mno. Sasa malaika akipita pahala, nimekutana na Jibrail, anapata sharafa kubwa. Sasa unaonaje akija kwa binadamu? Fajaa ila Adam 12 marra, akaja kwa mzee Adam. Nabii Adam alishaishi peponi. Nabii Adam kuja duniani sio udhalili, qulna hbitu minha jamia, si kwamba kafukuzwa ondoka, hapana, akaja kama khalifa. So kabla ya kauli hii Mwenyezi Mungu alisema inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka nimweke khalifa, kiongozi katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo yakatokea ya kutokea ile kudra tu ya Mungu ipite, kwa hiyo kaja kama mheshimiwa, na ndio maana alishuka na vitu vizito. Alipotoka huko mbinguni alitumia ndege ya upepo, akashushwa mpaka juu ya mti mmoja kule India. So mbinguni kuna milango zaidi ya 30 na kashukia India, kashukia na bakora ya Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sasa kwake alikuja mara nyingi, maana Sayyidina Adam aliishi miaka 1040. Taban alipokuja kwake mara 12 anamletea risala za mbinguni, akamalizana naye hivyo. Fajaa ila Idris 4 marrat, kisha alimzaa mtoto anaitwa Shith Nabii Adam, na yule Sayyidina Shith akamzaa Nabii Allah Idris. Nabii Idris habari zake kubwa. Itoshe tu Mungu alimuelezea mukhtasar, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Idrisa tulimnyanyua sehemu kubwa na utukufu wake. Awwalu ma khatta bil qalam, wa mwanzo duniani kuandika kwa kalamu, huyu Nabii Idris, na alikuwa zama zake anaongea karibia lugha 70. Huyu alikuja Jibril kama mgeni wake mara 4. Thumma madha fajaa ila Nuh 50 marra, akaja tena kwa Nabii Nuh takriban mara 50. Imekuwa mara nyingi kwa Nuhu kwa sababu Nuhu ni katika ulil azmi min ar-rusul, ni wale mitume wenye majukumu makubwa. Itoshe tu Sayyidina Nuhu alikuwa akiitwa Adamu thani, anaitwa Adam namba 2, Nabii Nuh. Nabii Nuhu walimwamini watu 84, na wale watu 84 aliingia nao katika jahazi. Alafu walipotoka katika jahazi wote Mwenyezi Mungu aliwafanya wagumba na matasa, hakuna hata mmoja alizaa. Watoto wake 3 tu ndo walizaa, Sam, Ham wa Yafith. Mtume akasema kana Sam abul arab al ariba wal arab musta'ariba, Waarabu wote baba yao huyu. Wa kana Ham abul habasha, na huyu mtoto wake anaitwa Ham alizaa watu weusi Ethiopia. Wa Yafith abu Rum, wazungu. Na Yajuja wa Majuja ni binadamu, Yajuja wa Majuja wote wametokamana na Yafith.
Na watu waliposhuka kwenye jahazi waliingia na lugha moja ya Kiarabu, baadaye wakashuka na Kizaramu na Kiswahili na Kihindi. Translator mkubwa akawa mzee Nuhu, ana kazi kubwa, na ndo rasuli wa kwanza. Mitume na manabii, mtume asema wako 124,000 laki na 24,000. Riwaya nyingine asema wako 200,000, lakini ar-rasul au mursal wale mitume wako 313 au 314. Wa kwanza wao ni Nuhu. Huyu lazima mpete Jibril mara nyingi, kwa hiyo ana status. Alimpata mara 50. Akaja kwa Nabii Ibrahim, jaddul anbiya, Khalilur Rahman, kipenzi cha Allah, alimpata mara 42. Kisha akaja kwa Nabii Musa kalimullah, alimpata mara 400. Kisha akaja kwa Nabii Isa ruhullah, Nabii Isa na mambo yake yote alimpata ashru marat, mara 10. Umeona Jibril na hao mitume wakijiwa naye wanajiandaa. Leo kiongozi mkubwa wa kiroho wa mbinguni anakuja, amekuja mara hizo. Sasa kwa mtume Muhammad ufikiri atakuja mara ngapi? Mara 50, mara 100? Kwa sababu mtume ni mkubwa. Wallahi Jibril alifanya nyumbani kwa mtume kama nyumbani kwake. Alikuja mara 24,000, mara 24,000, mpaka anajuana na masahaba, mpaka wengine walikuja kuslim baadaye, alikuwa anajifananiza na wao. Siku moja anambia, ya Rasulullah, mtizame Abu Darda. Mtume anambia, unamjua Abu Darda? Masahaba zako wote mimi nawajua. Anakuja anarudi. Na kwa nini kaja mara nyingi sana? Kuna issue. Ndio hapo mumjue mtume nani. Nani mtume? Alikuwa akimletea kitabu cha miujiza, kitabu cha Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya miujiza zaidi ya 1000 duniani, lakini akbar muujiza, unaujua muujiza wake mkubwa? Al-Qur'an al-Karim. Muujiza mkubwa ni Qur'an, na hii Qur'ani ni nzito mno, msifikirie mnavyofikiria nyie. Angalia ilivyoshuka suratul Fatiha, asema nazalat ma'aha 80,000 malak. Hii suratul Fatiha peke yake haikushuka na malaika wawili wala watatu, ule uzito wake, ilishuka na malaika 80,000. Ikaja suratu An'am, maha 70,000 malak, ikashuka na malaika 70,000. Ikaja suratu Yunus na malaika 30,000. Ikaja ayatu Kursi na malaika 30,000. Wakati inaletwa hii Qur'ani, mtume mwenyewe malaika maelfu amebeba, yeye atakuwa katika hali gani? Unajua moyo wa mtume ni zaidi ya chuma, Muislamu, ni kutonye tu. Ana power, ana nguvu kuliko jini, ana nguvu kuliko malaika wote. Jibril hajajisahau aliposema qallabtu masharika al-ardi wa magharibaha, kuzunguka dunia yote, sijawahi kumwona mtu sampuli yako. Hajakosea. Jibril mwenyewe anapiga saluti kwa mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu alitizama Qur'ani itabebwa kwenye nini. Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khasha, milima yenyewe ingeungua, mbingu yenyewe ingeungua, maneno mazito, na ingeshushwa kwetu tu hivi, inashuka kutoka mbinguni, wote tungeteketea. Mwenyezi Mungu akatizama kifaa, akaona ni moyo wa mtume Muhammad, akawa anawekewa. Mwenyewe anasema ilikuwa wahi ukimshukia, dhanantu nafsi tuqbadhu min thiqli al-Qur'an. Bwana, miujiza alioitenda mtume usifananizi na mitume wote, na miujiza aliotenda peke yake haitothubutu kwa yoyote. Mnalijua nyie jua, dunia inaingia mara nyingi sana ndani ya hii jua. Jua ni kubwa sana. Siku moja amelala tu katika mapaja ya Sayyidina Ali, wahyi ukashuka. Akishuka hasemi. Wahyi ulichukua muda mpaka alasiri ikapita, ikakaribia magharibi. Anaamka anamwambia, sallaita, hal sallaita al-asra, umeswali? Ambia, lam usalli ya Rasulullah, nimeshindwa kusali, nilikuwa na heshimu wahyi. Basi mtume alisimama, ya Rabbi, ameshindwa kuswali kwa kuniheshimu mimi na wewe, naomba jua lirudi ya Allah. Jua likarudi,
majira yakarudi, masaa yakarudi. Hili jambo la jua halikuthibiti kwa yoyote katika mitume peke yake mabwana, si jua peke yake, mpaka huo mwezi. Yule mfalme wa mbali alipomwambia tunataka mwezi ushuke ukushuhudie, alimgeukia Jibril, unaona jamaa hawa, hili nikiliomba litawezekana? Jibril akamwambia alfa ya ama, miaka 2000 kabla ya kuja huyo babako Adam, Mwenyezi Mungu aliuambia mwezi uwe chini ya amri yako, ukitaka chochote ukusikilize, omba. Basi mtume aliposema tu mwezi ulishuka. Angalia katika vita vya Uhud, Abu Qatada kajeruhiwa, jicho limetoka, kapigwa jambia, limebakia uzi. Watu wakaambia la basa, tulikate tu, lishakwisha. Asema wailakum, msithubutu, tuna kiumbe mwingine, fa huwa bashar la kal bashar, ni mtu kama sisi lakini si kama sisi. Mtume, wacheni nimuoneshe kesi hii. Mtume alipoona jicho kama lile, kalichukua tukarudisha, likapona pale pale. Abu Qatada anaanza kulia, analia. Ambia, unalia nini Abu Qatada? Ambia, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wallahi natamani ili jicho zima la zamani lipate ajali ling'oke tena, nalo mtume alirudisha. Ambia, kwa nini? Asema kwa Kiswahili ambalo wamelirudisha limerudi kivyengine, limekuwa lina power, linaona zaidi kuliko hili jengine, kumekuwa na different. Huyu ni mtume. Ndio maana yule tabiina mmoja akawaambia masahaba, tibitum antum raaitum rasulallah biayunikum hadhihi, kallamtum rasulallah bialsinatikum hadhihi, nyie ndio watu mmemshika kwa mikono yenu, mkamuona kwa macho yenu, mkaongea naye. Akaambia tibitum, wallahi mmepata faida kubwa, mmebahatika ndugu zetu kumpata mtume Muhammad. Tulichoachiwa sisi, Allah akatuambia inna Allaha, yeye Mwenyezi Mungu, wa malaikatahu, na malaika wake. Hapa ndo nilikuwa nakuja, wala siongezi. Sema hivi, mimi naitwa Othman Michael. Sema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baraza la mawaziri wake na wabunge leo amtembelea Othman Michael nyumbani kwake. Una imagine nini wewe? Huyo Othman Michael atakuwaje? Rais hajatosha peke yake. Sasa Allah ndo anatufahamisha, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, wa malaikatahu, na wale malaika kina Jibril na utukufu wake, yusalluna ala nabi. Kwanza mjue wanamtakia rehema bwana mtume. Na wameanza lini? Mtume ameanza kuswaliwa zamani, tokea zamani alikuwepo katika matawi ya peponi, huko ndo ilianza sala ya mtume. Kwa hiyo wanamtakia rehema. Ya ayyuhalladhina amanu, ikaja amri, vipenzi vya Allah waumini, fanyeni mawili, sallu alayhi then wasallimu, msalieni kisha mumsalimie. Yeye Allah na malaika hawakuchukua ishu ya kumsalimu, walichukua ishu ya kumsalia. Kwa nini si tumeambiwa tumsalimie? Mimi nimeingia hapa nikakutana na Sheikh Wes na Sheikh Ali, nikawapa salamu alaykum, vipi hali? Kwa nini nimewasalimia? Kwa sababu tuliachana. Sasa Mungu na mtume na malaika hawana haja ya kusalimiana mno, kwa sababu hawaachani. Mimi na wewe tuna tabia ya kumwacha mtume Muhammad. Sasa hivi tunavyomwacha, tumsalie na tumsalimie. Na tukimsalia Mungu na mtume, tukimsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, nikwambieni ukweli, hakuna faida yoyote labda tunampa mtume. Abu Qatada kaandika faida 40 za kumsalia mtume, kwa sababu hiyo swala ya Mungu peke yake kwa mtume inatosha sala zenu. Mujue tu kumsalia mtume ni kwa ajili ya maisha yenu. Na hapa ndio tuliposahau hapa. Anakuja Ubay bin Ka'b, alipogundua umuhimu wa kumswalia mtume, ambia ya Rasulullah, nataka nikusalie robo siku, masaa 6, nifanye tu uradi na kusalia. Mtume ambia ni vizuri, wa inzita khair, lakini kama utaongeza itakuwa bora. Akaambia basi nusu siku, masaa 12. Akaambia bora, wa inzita, ukiongeza itakuwa bora zaidi. Akaenda mwisho akamwambia, mimi nataka nikuswalie 24 saa, 24 hours,
siku nzima, masaa 24. Unajua Mtume alimwambiaje? Ukifanya hivyo, gham, matatizo, dhiki ulizokuwa nazo zote Mwenyezi Mungu anaondosha. Wanawachuoni wengi wakajifichia hapa. Yoyote mwenye kumsalia Mtume sana, maisha yake yanafunguka. Nikupe swala hizi mbili. Ya kwanza, salatu ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa tutaiona hivi sasa ndani ya sala. Kumswalia Mtume kuna siri. Siku zote ukimweka Mtume nyuma utafeli maisha. Adhana imeadhiniwa hapa, akiacha kutajwa Mtume tu ndani yake batil. Dua bila kumtaja Mtume hainyanyuki. Sala mtakao swali, acheni kumswalia muone, haiendi popote. Lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum salaku kulla tariqin wastaftah alayya kulla babin ma fatahtu lahum hatta yatu khalfaka ya Muhammad. Uwe jini, uwe binadamu, uwe nani, ikiwa utaomba dua bila kumweka mbele Mtume, hiyo dua imerudi. Mswalieni Mtume. Nikuambie kitu kimoja, msalie Mtume mara 1440 kitako kimoja. Ukifanya hivyo itakuwa ni sawa umemsalia kila lisali moja mara 60. Ukifanya hivi ndani ya wiki utaona mabadiliko makubwa. Sina ujanja, khutba suna yake ni kuwa fupi, lakini nilikuwa ni stadili, nikupeni ushuhuda, toshekeni tu kwamba kumsalia Mtume ndio kazi, ndio habari ya mjini, ndio shortcut ya maisha. Kwa Ijumaa ya leo sina mengine, ndio haya. Wajazakumullah khair. Wa qala azza min qailin alim, fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthara fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. لله حمدا كثيرا كما مر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاذ به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد النواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة كتابه أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأكبر. وأقم الصلاة.